بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, wapenzi watazamaji wa Babu Salamu Online TV, kwa mara nyingine tena tunasema tuko hadhiri hapa, tuko katika ardhi hii ya Mauno ndani ya wilaya Kondoa. Ahlan wa sahlan, nikiwa na wazee wangu hapa, baraka zangu hapa. Hakika kwamba Mauno ni moja katika kijiji ambacho kimefanya kazi kubwa kulea vijana katika malezi ya kiroho. Na hapa niko na ndugu yangu Fadhilatu Sheikh, mwanaharakati mkubwa mkongo huyu, ambaye kwa sasa ndio mwenyekiti, ndio katibu wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA wilaya Kondoa, lakini ndio muhadhiri katika kanda yetu hii ya mkoa wa Dodoma na hasa katika ardhi hii ya Kondoa. Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, jina maarufu anaitwa Mwamba. Maswahibu tarehe yuko hapo hadhiri, lakini hapa niko pamoja na wazee wangu, pamoja na moja katika wanaharakati wakubwa, ndugu yangu Sheikh Saidi wa Mnyeke, ambaye yeye ndio mzawa katika ardhi hii ya Mauno. Na hapa tunaweza kupata mambo mengi sana leo, tuweze kupata hekima na busara. Sheikh Ndoro, kwamba hapa hichi kijiji cha Mauno kuna wasomi wengi sana, kama ilivyokuwa Masatu Mukarram, kama ilivyokuwa Haubi, kama ilivyokuwa na sehemu mbalimbali katika wilaya Kondoa. Manake Kondoa kila kijiji kuna wasomi na kuna wataalamu. Tueleze kidogo kwa mukhtasar ili niweze kuhamia kwa wazee wangu hapa tupate baraka. Moja katika harakati zako ulitaja Mauno katika masemo yako, kwa Mauno unaitambua na kuna miamba ambayo ilianzisha kazi hizi za kidawa ama kuanzisha Uislamu katika ardhi hii. Hebu tueleze kwa mukhtasar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kufanya jambo kubwa la ufunguzi wa msikiti huu katika ardhi ya Mauno, jambo ambalo ni jambo kubwa sana, na msikiti ni kituo kikubwa sana. Kwanza ufahamu hivyo, kwa sababu kuonyesha utukufu wa msikiti, angalia ile safari ya bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakwenda Isra wal Miraj. Allah ametaja subhanalladhi asra bi'abadihi minal masjidil harami. Allah hakusema min Makkatil Mukarrama ila Filistin, akataja misikiti. Kwanza hapo lazima uelewe jambo, yani watu waelewe hicho kipande hicho, umuhimu wa msikiti. Umuhimu wa msikiti. Allah hakutaja subhanalladhi asra bi'abdihi min Makkatil Mukarram ila Filistin au ila Lebanon, la, lakini akasema minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa, kuonyesha utukufu na hadhi ya msikiti. Kwa hiyo kwa hili jambo ambalo tumefanya kubwa sana katika ardhi hii, na umeniuliza katika watu ambao wamefanya juhudi kubwa katika ardhi hii, mimi namkumbuka mtu mmoja, Sheikh Abdallah Msuri Binde. Sheikh Abdallah Msuri Binde ni katika waasisi wa ardhi hii, lakini asili yake ni Baura. Huyu katika historia ni katika watu wamefanya harakati kubwa sana ya dini. Amezaliwa Baura, lakini amezaliwa kipindi ambacho Uislamu hauko Baura. Akakimbia kodi Baura, akakimbilia sehemu moja huku karibu na Babati, sehemu moja inaitwa Hanara. Na hiyo kodi maana yake ni kodi ya kulipa. Kodi, kipindi cha ukoloni huko watu wanalipa kodi. Wanajilipia wenyewe, sio? Wanajilipia wenyewe kodi. Wanalipa kodi. Kama ulivyopendeza maana unalipa kodi kwa serikali. Allah. Sasa maisha yalimpiga, ikabidi akimbie katika ardhi ya Baura, akakimbilia Hanara. Hiyo ni miaka hiyo, Sheikh. Miaka hiyo ya ukoloni zamani. Tunaishi kwa uhuru sana. Sasa wakati yuko huko ndo akamkuta bwana mmoja alikuwa inaitwa Abdallah Msingisi. Huyo bwana alikuwa sio mtu wa kwetu, ni wa Kenya huko. Anafanya kazi ya kusomesha na kazi zingine, yeye alikuwa ni kibarua. Sasa wakati anafanya kibarua humo, yule shekhe watu wakimaliza vibarua anasomesha wanafunzi. Sasa Sheikh Abdallah wakati huo sio Abdallah, wakati huo anaitwa Mavere. Mavere amekaa tu hasome. Hili ni jina hili la ukoo ama ni jina la Warangi? Wakati mwingine watu wanapewa majina. Sasa Mavere si kama mtama na haya majina, kama mtu amezaliwa kipindi cha watu wanavuna, basi anapewa jina hilo Mavere, ndio lilikuwa jina lake. Sasa Mavere hakuwa Muislamu. Sasa yule Sheikh Abdallah Msingisi ndo anamuuliza, mbona wewe hausomi? Akasema mimi sio Muislamu, lakini unapenda Uislamu. Akasema naam, akamsilimisha, akawa Muislamu na akaitwa Abdallah. Akasoma kule mpaka walaili idha yakhsha. Huyu Mavere. Na jina sahihi ameitwa Abdallah sasa. Walaili idha yakhsha, akarudi kwao sasa Baura, akaanza harakati za kusomesha dini pale Baura.
Amesomesha katika wanafunzi wake wa mwanzo. Ni bwana mkubwa mmoja alikuwa anaitwa Waziri Mnyoti. Ambaye ni baba yake mdogo wa Sheikh Ramadhani Sungu. Na kuna bwana mkubwa mwingine alikuwa anaitwa Nkera, baba yake Muhammad Boki. Hawa ni wanafunzi wa mwanzo. Amesomesha. Baadaye sasa darasa yake akamkabidhi mwanafunzi wake Sheikh Waziri Mnyoti, ndio kina Sheikh Ramadhani Sungu wakaanza kusoma hapo. Bahati nzuri kuna wazee waliozaliwa Baura, haya naeleza watakuwa wanathibitisha. Unaona unapotingisha vichwa, maana yake niko sawa. Taib Sheikh Abdallah Msuri baada ya kumtoa mwanafunzi wake Waziri Mnyoti ndio akamsomesha Sheikh Ramadhani Sungu. Kwa hiyo wanafunzi, nikiwepo mimi ni sehemu ya wanafunzi wa Sheikh Ramadhani Sungu. Fakhri yetu ni Sheikh Abdallah Msuri. Alipomaliza kazi kule na dini imeenea kule, ndio akahamia ardhi hii ya Mauno sasa. Ambako sasa hapa ndio akaweka maisha yake na makazi yake na kaanzisha dini, wakiwepo wazee wangu hapa, na katika matokeo sasa na mazao bora kabisa ni Sheikh Said Mnyaki. Huyu hapa Al-Habib. Kwa hiyo tukiona msikiti hivi, sisi kumbukumbu zinaturudisha kwa Sheikh Abdallah Msuri. Nadhani kifupi ni hivyo. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, hii ni historia ambayo kusisimua kweli kweli, ambako unatakiwa ujifunze kwamba usione tu vitu ambavyo vimeshaundwa ama vimetengenezwa. Hivyo vitu vilivyo vina kanuni yake, na kanuni ya miji kukua ni mashekhe zetu kufanya kazi ya dini ya kiucha Mungu kweli kweli. Hapa nikushukuru sana Al-Habib kwa kutueleza historia fupi ambayo kwa kweli mimi nilikuwa sijui Mauno iko namna gani na harakati zilikuwa namna gani. Kumbe kuna miamba imefanya kazi kubwa sana hapa Mauno. Ni watu wanataka kama watu wanavotoka kwenye miji fulani kwenda kuzuru mashujaa wao na watu mabwana wakubwa wao, ilikuwa tuje Mauno hapa kuja kumzuru Sheikh Abdallah Msuri Binde. Mimi ni mjomba mama yangu. Ni mjomba wa mama yangu, na katika watoto wake ni huyu bwana mkubwa amesimama hapa. Huyu ni mjomba wangu. Kwa hiyo Sheikh Abdallah kwa sisi wanafunzi wa Sheikh Ramadhani Sungu, fakhari yetu, yani tutambe tutakapotamba, lazima silsila irudi kwa Sheikh Abdallah Msuri. Lazima Mauno ina sehemu katika, ina mchango kwetu sisi. Yani tunapoizungumza Mauno, sisi watu tuliosoma Masange, Mauno ina mchango na sisi. Kwa hiyo leo tuko kwenye ardhi ya kujifakhiri sana. Yani tunapokuja mimi nilipopata mwaliko huu wa Mauno, kikweli nilipoona message bwana mkubwa mmoja amenitumia message, sikushughulika. Harakati zangu zote nikaziacha. Nikasema nakwenda Mauno. Kwa sababu kule Mauno kuna bwana mkubwa amezikwa kule, Sheikh Abdallah Msuri Binde Ndwata. Nakushukuru sana. Asante. Niweze kuhitimisha walau kwa kumpata mzee mmoja madadi hapa ambaye anaweza kujitambulisha kwanza majina yake na akatueleza harakati za Sheikh Abdallah na hasa Uislamu katika ardhi hii ya Mauno, alafu kisha niweze kuhitimisha baadhi ya watu. Jitambulisha majina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kukutuwezesha sisi leo tukakutana hapa kwa jambo zuri lililofanyika Mauno. Kujenga msikiti huu Mauno tumefurahi sana, na leo ndio tunafungua huu msikiti alhamdulillah. Jitambulisha majina yako. Jina langu naitwa Alifa Ali Ngulo. Nimezaliwa Baura. Umekuja mwaka gani hapa katika mji huu wa Mauno? Mwaka huu mimi nimehamia hapa mwaka 70. Palikuwaje namna gani ambavyo mwaka wa 70 palikuwaje kwaje hapa katika mji huu wa Mauno, na mpaka sasa taswira yake iko namna gani? Mauno wewe katika mwaka ile 70 kulikuwa bado pori, sio kama hivi tu, ni pori tu. Kulikuwa na wanyama kama tembo, tiji, ngiri, sijui vitu gani vile. Kazi ilikuwa hata ya kulima ni kulinda usiku mchana, ilikuwa na taabu tu. Mpaka sasa hivi alhamdulillah. Tumesikia hapa kwamba katika moja katika watu ambao wameleta harakati za kidawa na Uislamu hasa ni Sheikh Abdallah kutoka katika ardhi ya Baura. Huyu bwana naambiwa katika historia yake huko mwanzo alikuwa analipia kodi.
kodi ya manake kodi ya mwili kichwa, yani hichi kichwa shekhe. Wewe sasa kulipia kodi kwa shekhe? Hata mimi nimelipa hiyo kodi. Wewe umejilipia? Nimejilipia mimi kodi hasa. Kwa sababu koloni nimeukuta na nimelipa hata hiyo kodi ya kichwa, na ndio kodi ya kichwa. Hivi kwa taswira ya sasa hivi tukamwambia bwana mtu alipe kodi, atakuelewa? Sijui kama ataelewa kwanza kodi ni kitu gani. Kwa sababu ile ilikuwa ni wakoloni. Hatukujua hata hiyo kodi tulikuwa tukijua. Inaonekana kwamba kulikuwa hakuna uchumi mwingine zaidi ya nyinyi ili muweze kulipia kodi nchi iende. Sasa tukujua hiyo. Tujue ni kodi ya kulipia ili nchi. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, mambo ni mazuri kweli kweli. Tumesikia hapa moja katika vitu ambavyo vilikuwa mwanzo, huenda hata wewe katika hiyo miaka bado hujaweza kuwasili katika dunia. Huko mwanzo kuna watu walikuwa wanalipia hichi kichwa chako hicho, unalipia kodi kwa serikali. Hivi sasa kwa kodi tunaishi kwa uhuru bila mashakiri aina yote. Unasafiri usiku, unasafiri mchana. Hii ni yote katika sababu ya watu kusoma na kuleta maendeleo katika jamii. Hasa nimalizie kwa maneno machache. Sheikh Saidi, wewe ni moja katika zao la Sheikh Abdullah ambaye ndiye uliozaliwa katika muasisi katika ardhi hii ya Mauno. Ni moja katika vijana ambao waliokuwa wamezaliwa hapa na kulelewa hapa, kadhalika na kusoma katika malezi ya kiroho, kadhalika mambo namna hiyo. Kuna wako ambao wanatazama wakati huu, nikiwa na fadhilatu Sheikh hapa, Sheikh wangu wa kata, tueleze kidogo kwa mukhtasar hali ya mwanzo ambavyo ulivyoanza wewe kwa mukhtasar, na sasa Mauno ya sasa na iliyopita iko katika hali gani? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Msikiti wa kwanza ulikuwa maeneo ya hapo ambao wazee kama walivyoeleza uliasisiwa na Sheikh Abdallah Musuri pamoja na Sheikh Kidula. Baadaye msikiti ule haukutosha, wakajenga msikiti mwingine na ambao uliendelea mpaka hivi juzi, lakini pia kijiji kinaendelea kukua na idadi ya watu inazidi kuwa kubwa. Sio kama miaka ya 70 ambao mzee alikuwa amefika hapa kukiwa port. Sasa hivi kijiji kimekuwa na watu wanazaliwa, kwa hiyo idadi ya watu inaongezeka. Kutokana na mahitaji ya nyongeza ya watu, tumeamua sasa tuweke msikiti huu hapa ambao kwa sasa unatosha watu 450. Msikiti uliojengwa hapa. Tutaendelea kutumika mpaka hapo utakapohitajika tena mwingine tutajenga. Lakini hawa wazee waliotajwa sisi ni wazee wetu. Sisi tumekuwa mbele ya macho yao. Wametulea, walikuwa walimu. Tumesoma kwao. Kwa hiyo tumejifunza mengi kutoka kwao. Tunaweza kusema kwamba tumetengenezwa na wazee hawa. Na leo sisi tunafikiria kuhusu kujenga misikiti, kuhusu kuwahudumia, kuhusu kuleta huduma mbalimbali za kijamii kwa sababu wametutengeneza hivi. Na kwa sababu wao walifanya kazi hiyo na sisi lazima turudishe fadhila kwao. Fadhila za msingi ni kama hivi, kuwaletea msikiti, sehemu ambayo watakuwa wanafanya ibada Waislamu, lakini pia tunaleta maji watu waweze kupumzika kutokana na kusafiri umbali mrefu. Hapa palikuwa pana kituo cha maji, kuna sosi ya maji ya kabla ya uhuru nadhani, lakini kumeharibika, hakuna maji tena. Kwa hiyo sisi ambao tunakumbuka kwamba kuna wazee waliotulea, kuna wazee waliotutengeneza hivi, ni lazima turudishe matunda yetu tunayopata huko nyumbani. Umetueleza hapa moja katika vitu ambavyo kwa mtazamo wa sasa ni nyinyi ambao mmezaliwa katika ardhi hii ya Mauno na kusoma na kuwezeshwa na dua za wazee. Kuna wako ambao wanawatazama kwa wakati huu ambao ni wazawa wa Mauno wenye fursa na uwezo na ilmu. Kwanza tukupe hongera kabla hujajibu maswali yetu. Tukupe hongera kwa kazi kubwa ambayo unaoifanya katika wilaya ya Kondoa na Tanzania kwa ujumla, hasa kila ambacho Mungu amekuruzuku, na kuona kwamba hakuna jambo kubwa ninaweza kuwafanyia Waislamu na usoko Waislamu kama ile huduma muhimu katika jamii. Sasa nimalizie sasa hapa, wale ambao wanakutazama ambao ni wazawa hapa, wenye fursa kama yako, wenye elimu kama yako, wenye nafasi kama zako, lakini wao hawataka kurejea katika miji yao, na tukaambiwa alamatul iman hubul watan. Moja katika vitu muhimu kupenda na imani kudhihirisha, maana ni mtu kupenda kwao. Wewe unazungumziaje? Mimi kwanza ninatoa wito kwa vijana wote ambao wamezaliwa humu na wakalelewa humu na wametoka sasa kwa ajili ya kujitafutia maisha. Saa zingine ni maamuzi tu pengine, au
anaishi mazingira gani na anakutana na kina nani na anapata ushauri upi. Lakini nataka kuambia kwamba asidharau chochote. Mtume anasema la tahkiranna min al-ma'ruf shay'an, yani jambo jema lolote likiwa dogo au kubwa asilidharau. Chochote anachokipata ambacho anaona anaweza akashare na wazee wa hapa nyumbani akilete chochote, na Mwenyezi Mungu atamfungulia dunia yake. Mimi ninataka niwaambie kwa mdomo mpana, ukianza kutumika kwa ajili ya manufaa ya watu wengi, Mwenyezi Mungu anakufungulia mambo yako. Usitafute mchawi wa maisha magumu. Nakwambia anza kutumika kwa ajili ya maslahi ya watu wengi. Mwenyezi Mungu akikutumia kwa ajili ya maslahi ya watu wengi, basi Mwenyezi Mungu atakufungulia milango yote riziki. Kwa hiyo ninawahimiza vijana wote popote walipo, kama kuna fursa unaiona, kwa sababu sio lazima, maana ukiwa akili yako haijalenga kuwahudumia watu wengine, huwezi kutafuta fursa, au hata ukiona huwezi kuichukua. Lakini kama umeona fursa na ukaweza ukasema, jamani kule nyumbani kuna haya na haya na haya, na kweli watu wakakusikiliza na ukaleta kweli kwa ajili ya manufaa ya watu wengine, mimi nadhani kila ambaye anaweza kuona fursa akafanya hivi. Mimi leo nimejenga msikiti, nimeweka maji, mwingine akiona fursa nyingine akaileta, mimi inakuwa kwa namna hiyo, na tunawapunguzia changamoto wazee wetu. Kwa hivyo ninawahimiza vijana, kwanza watafute elimu, kwa sababu bila elimu huwezi kupata fursa. Hizi fursa pia zinapatikana kutokana na uwezo wako wa kielimu, jinsi ulivyosoma, unawasiliana na kina nani. Leo mimi nawasiliana na Waturuki. Kwa nini nawasiliana nao? Kwa sababu kuna vitu ambavyo ninavyo vinanifanya niwasiliane nao. Kwa hivyo ninawahimiza wasome. Pili, ninawahimiza wakipata elimu wakaona fursa wazilete huku nyumbani. Nawahimiza vijana wa kijiji hichi, na nawahimiza vijana wa Kondoa, lakini nawahimiza vijana wa taifa letu. Hili taifa litajengwa na watu wenye karizma. Karizma ni mtu ambaye ana damu ya kiutawala, ambaye akiona tatizo anaona kama anawajibika kwenda kulitatua. Pengine sio la familia yake wala sio la jirani yake, lakini tatizo kalikuta mtaani. Akili yake inamwambia bwana, yeye ni mmoja ya watu wanaotakiwa kutatua lile tatizo. Anakuwa accountable, anakuwa anawajibika kuona kwamba na mimi ninahusika na hili tatizo, kwa hivyo ninatakiwa kufanya jitihada ya kulitatua hilo tatizo. Ukishakuwa hivyo, wazungu wanawaita watu wa aina hiyo charismatic leaders, watu ambao wana damu zile za kutafuta maslahi ya watu wengi wenye utawala. Hawa watu mimi ninawahimiza walete michango yao, walete fursa wanazozipata huku nyumbani. Hawa wazee wametulea, wamepata tabu, nguvu zao zimeisha, sasa hivi wanatutegemea sisi. Tukiwaacha mpaka wadhoofike hatimaye tunawazika, inakuwa hatuwezi kupata baraka za maisha. Mimi kwangu ni haya. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, niweze kuhitimisha kwa maneno machache haya, kwa mambo mengi yamezungumzwa hapa. Kwa kweli naamini umestafidi kwa namna moja ama kwa namna nyingine, na haya yote haya yanaibuka kwa sababu ya malezi bora katika miji na katika vijiji, na hasa haya ndio matokeo yake ya matunda. Bwana, ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.